Hadi tamati. Kumbuka pia tupo mbashara katika mitandao yetu ya kijamii ambapo tunafahamika kama @Undugu TV Kenya. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amedai kuwa waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na katibu wake Raymond Omollo wamefungua afisi mtaani Lavington inayotumika kufanikisha wahuni nchini. Gachagua akisema kuwa tukio la Jumamosi kuvamia upinzani ni kinyume na sheria, akimuonya Rais Ruto kuwa atakuwa wa kulaumiwa iwapo atamdhuru mmoja wa viongozi wa upinzani. Aidha, wamedokeza kuwa ushirikiano wa wahuni na maafisa wa polisi unahatarisha usalama wa kitaifa. Viongozi wa upinzani wametoa kauli yao kuhusiana na uvamizi wa hapo jana katika eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema kuwa kuna ofisi ya kufanikisha huni ambayo imefunguliwa Lavington, Nairobi na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na katibu katika wizara hiyo Raymond Omollo. Maneno ya gunism. Kuna ofisi imefunguliwa pale Lavington na Murkomen na Raymond Omollo. Kazi ya gunism ile yote inaendelea Kenya ndio wanapanga. We no longer have CS Interior and coordination of national government. The CS we have, Kipchumba Murkomen, is the CS for coordination of goons, violence and intimidation. Ile maneno imetokea jana. Huyu mjumbe huko alijaribu kupaga goons vijana wa Kikuyu na wakapatia deposit ya 5 million. Usiku vijana wakafanya mkutano na wazee, wakasema Wakikuyu hawatapiga Wakikuyu tena, wakamrudishia pesa yake. Akasema tukikubaliwa kufanya mkutano Kikuyu tumeisha, ameisha. Na hata akatisha ya kwamba kama polisi wamsaidii, he resign as majority leader. Gachagua akisema kuwa maafisa waliovamia upinzani jana sio wa kawaida bali ni kikosi maalum ambacho kilitumika SK Witima, akihuzunishwa na tukio la maafisa hao kuwapiga risasi, ila akionya kuwa wakati ambapo atamdhuru kiongozi mmoja wa upinzani, hiyo itakuwa siku yake ya mwisho afisini. Yesterday those police officers aimed bullets, live bullets, kwa gari ya Mheshimiwa Matiang'i, kwa gari ya Mheshimiwa Kalonzo, kwa gari ya Rigiji. Ni Mungu tu alitusaidia. Let me tell you, William Ruto, today, if Murkomen and his boys, one of these days, in the year misadventure and juvenile escapades, injure or kill Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, that will be your last day in State House. And this country will face civil strife and will have no country. William Ruto, you are playing with fire. Viongozi wa upinzani wakisema serikali kukubalia maafisa wa polisi kushirikiana na wahuni ni kuhatarisha hali ya usalama wa kitaifa, kwani upinzani sio tishio kwa usalama wa kitaifa hasa wakati wanazungumza na wafuasi wao. President William Ruto has failed the integrity test because you cannot do what you did yesterday. It is shameful, it is primitive, and we continue to place the police inspector general on notice. Forming an unholy alliance between the police and goons. This is a threat to our national security. It is a threat to our democracy. Your threat surely can't be Rigathi Gachagua because, you know, Rigathi Gachagua is a leader who's talking to his people. Going to Kikuyu cannot be a threat. Or opposition leaders driving around to Kajiado to meet people cannot be a threat. You are actually wasting national resources on nonsense. Baada ya kuhudhuria ibada, upinzani ulifanya mikutano ya kisiasa katika kaunti ya Kajiado. Fredrick Kwambua, Undugu TV.